umerudi. Je, umemisi ili uendelee kuishi naye pale pale, ama umesogea karibu ili uweze kuingiza fitina zako? Viongozi wa Simba kama walimkimbia Yanga KMC wakiamini kwamba chanzo cha wao kuto kupata matokeo ni Yanga wakiwa kwenye uwanja wa KMC, wakaenda Meja Jenerali Isamuhyo. Leo wamerudi KMC. Swali ambalo utauliza, kilichowafukuzisha mara ya kwanza ama kilichowakimbiza mwanzo kimeondoka KMC au bado kipo? Uzuri mmoja ni kwamba ni uwanja ambao kama mchambuzi, kama mtu wa michezo, ninapata bahati pia ya kukanyaga baadhi ya maeneo. Ni miongoni mwa viwanja bora sana katika ardhi ya Tanzania kwa sasa tunavyozungumza. Ukitaja Meja Jenerali Isamuhyo ni viwanja bora kwa maana ya pitch, eneo la kuchezea. Sidhani kama kuna kiwanja chenye pitch nyasi asilia ama nyasi za uhalisia ambao ni uwanja bora kama Meja Isamuhyo. Sidhani kama kuna uwanja kama ukitoa Mkapa labda ambao ni bora zaidi ya wote. Wakati dabi ya Kariakoo inapelekwa katika ule uwanja, tulizungumza tukasema mambo mengi sana, na nakumbuka miongoni mwa clip ambazo tumezifanya niliwahi kusema kama mvua ikiendelea hivi uwanja hautafaa kutumika. Na wako watu wengi walitukana wakaongea kwa kebeli mashabiki wa Simba, wakaona kama ni mchambuzi ambaye unaongea kwa hisia. Lakini wakati Yanga wanafanya mazoezi na clip zilizokuwa zinaonyesha uwanja ukiwa katika hali gani, ndio uhalisia uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo baada ya mvua kunyesha. Unajua ule ukanda wa kule una asili ya maji. Sasa kuna namna ambayo mvua ikinyesha ya wastani unakuta ile ardhi ina uwezo wa kuabsorb yale maji na ukawa hauna jambo lolote la kunani. Lakini mvua za msimu huu kidogo zimekuwa tofauti. Kunaamka kuna jua, lakini baada ya masaa machache kunabadilika, mvua inanyesha kubwa, sio? Kwa ule uwanja ukawa umepokea maji mengi kuliko ambavyo matarajio ya watu walivyokuwa, na uwanja ule ukabadilika. Dabi ya Kariakoo haikupaswa kucheza katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Ililazimishwa kucheza katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, ukiambatana na mambo mengi sana. Lakini pia ndio maana hata wao JKT mechi yao ya nyumbani na KMC kama utakumbuka, walipeleka katika uwanja wa KMC, sio? Kwa nini? Walijua wakicheza wao na KMC, dabi ya Kariakoo itaweza kuchezwa pale, kwa sababu uwanja utakuwa katika hali ambayo sio sawa. Angalia mechi iliyofuata ya Simba na JKT katika uwanja ule ule. Uwanja ukuwa na ladha yoyote, mpira ukuwa na ladha yoyote. Kwa nini? Kwa sababu uwanja umetumika na umepokea. Unajua vita vya mafahari wawili zinazoumia ni nyasi. Dabi ya Kariakoo ni zaidi ya mafahari. Nyasi za Meja Jenerali Isamuhyo zinajua uchungu wa dabi ya Kariakoo. Zilipata shida, zikateseka, na uwanja ukaanza kuwapa watu uhalisia ambao tulikuwa tunausema mara zote. Sasa na hii mvua inapozidi kuendelea, na watu wanasema mvua ni kadari ya Mwenyezi Mungu, sio kitu ambacho mtu anapanga, sio? Mungu anabariki kwa watu, na uzuri wa Mungu huwa anabariki wa dhambi na wasio dhambi, wote wananyeshewa mvua. Wanaoenda kwa waganga na wanaenda kumuomba Mungu, wote Mungu anawanyeshea mvua. Wale ambao wameloga kwenye dabi ya Kariakoo na ambao hawajaenda kuloga, wote Mungu aliwabariki na mvua ikanyesha kwa wote. Kwa hiyo mwisho wa siku uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo ni uwanja wa misimu, naweza nikauita hivyo. Kipindi cha jua kali, mvua haipo, labda mvua ya wastani, ndio Meja Jenerali Isamuhyo inatumika. Lakini mvua ambayo inaenda kwa muda mrefu haiwezi kwenda kutumika. Kwa nini nimeeleza hayo yote? Nimeeleza hayo yote kwa sababu wako wachambuzi wengi ambao mimi nawaita ni wachambuzi wa bahasha. Wachambuzi wanaochambua mpira kwa kutumia bahasha. Waliwalaani sana Yanga, wakawalaani sana viongozi wa Yanga kwa walichokifanya. Lakini uongozi wa Yanga walichokifanya ni kitu halisi, sahihi, na Meja Jenerali Isamuhyo haikufaa kupewa mzigo mzito kama dabi ya Kariakoo. Lakini kutokana na ambacho walikiamini wao wakaenda Meja Jenerali Isamuhyo, hatimaye wamemfuata tena mwananchi katika uwanja wake wa nyumbani. Niseme neno moja ambalo linaweza likawakera watu wengi. Simba amerudi ghetto.
Simba amerudi geto na amemkuta mwenye geto ana uchu kwa kuchukua ubingwa. Unaelewa? Simba amerudi geto na amemkuta mwenye geto ana uchu wa kuchukua ubingwa. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba hawakutani tena. Hawatakutana tena. Lakini watatumia vyoo vile vile, vyumba vile vile, watatumia, na pale pembeni kuna kanisa na msikiti. Kwa hiyo Simba wataamua. Yanga walienda kuvalia nguo kwenye jumba la kifahari, wao wataamua waende kwenye kanisa ama waende kwenye msikiti, au wachague frame moja pale ambazo KMC haijafunguliwa, waende wakabadilishie nguo zao hapo. Maana chochote kitakachotokea ndani ya KMC, mwanga wa kwanza atakuwa ni Yanga. Wakati Yanga naye pia ni mpangaji KMC, lakini kutokana na ukubwa wa Yanga, ukubwa wa wananchi, wao waliona uwanja unaowafaa ni KMC. Kwa hiyo ndio maana nikasema Simba amekuja geto, alafu anamkuta mwenye geto ana uchungu na mafanikio. Simba alikuwa ni wa kwanza kupanga KMC wakati Yanga yuko Azam. Yanga akamfuata Simba KMC, Simba akahama akaenda Meja Jenerali. Sio akahama, sema akamkimbia Yanga. Akahama, akamkimbia, sawa. Simba anarudi, kile ambacho kilimtoa KMC bado kipo pale pale KMC. Ndio maana nakwambiaje? Huoni kama viongozi wameshindwa kung'amua au? Sio viongozi wameshindwa kung'amua. Kuna sehemu kuna mlio utakuja kutoka. Kuna sehemu kuna mlio unakaribia kutoka. Sasa wanatafuta sehemu ya kuficha na kuanza kumsakama mzee wangu Mangungu. Unajua viongozi wa Simba kama walimkimbia Yanga KMC wakiamini kwamba chanzo cha wao kuto kupata matokeo ni Yanga, wakiwa kwenye uwanja wa KMC wakaenda Meja Jenerali Samuel, leo wamerudi KMC. Swali ambalo utauliza, kilichowafukuzisha mara ya kwanza ama kilichowakimbiza mwanzo kimeondoka KMC au bado kipo? Kama bado kipo, wamejidhatiti vipi kuja kukabili? Ndio maana nikasema Simba amekuja geto wakati mwenye geto ana uchu na mafanikio. Sasa atakuwa tayari kuvumilia yatakayomkuta? Hapo unazungumzia uchawi, unazungumzia harufu. Sasa uzuri mmoja ni kwamba ni wewe umesema. Mimi nimesema hivi, waliondoka mara ya kwanza baada ya kufatwa na Yanga. Yaani ni sawa na mpangaji alafu akahamia mpangaji mwingine akakupelekea moto, ukaona sasa huu moto unakuwa mkubwa, siwezi nikavumilia, ukaondoka. Umerudi. Je, umemisi ili uendelee kuishi naye pale pale? Ama umesogea karibu ili uweze kuingiza fitina zako? Lakini mwisho wa siku, yote katika yote, Simba na Yanga ni wapangaji KMC. Kwani kilichowafanya Yanga waende wakavalia kwenye jumba jeupe ni nini? Si wamekwepa zile dhahama za kwenye vyumba vya kubadilishia? Unajua hii wakimshutumu huenda anayeweka ni mpinzani wao. Unajua hii nchi ina wachambuzi wa hovyo sana, na hawa ndio wanaoharibu mpira wetu. Zanzibar Simba hakubadilishia nguo kwenye vyumba vya kubadilishia nguo. Zanzibar Simba hakubadilishia nguo kwenye media area. Zanzibar Simba alibadilishia nguo ukiwa umekaa New Amani Complex kwenye VIP. Mlango unaoona mbele yako baada ya VIP ukikatisha uwanjani, kuna mlango mkubwa huko mbele yako. Kule nje ya ule mlango mkubwa wa kuingilia uwanjani kwenye pitch, ndiko Simba alipoenda kubadilishia nguo na ndipo alipotokea. Ulimsikia mtu amepiga makelele kwenye Mapinduzi? Sasa ulimsikia? Ngoja kwanza, taratibu tu. Ulimsikia mtu amepiga kelele? Wala amelizungumzia hilo? Na inawezekana pia nyinyi wachambuzi waandishi wote, hii ndio ni kama story mpya ninawaambia. Ile sasa Mapinduzi ni Mapinduzi, sio? Sasa ile ni bonanza. Kwenye hilo bonanza ambao analipigia makelele kwamba amelichukua na ameweza kufuta uteja, sio? Of which kwangu mimi uteja hajaufuta bado. Dakika 90 zote mpaka sasa hivi Yanga hajafungwa na timu yoyote katika ardhi ya Tanzania mpaka tunavyozungumza hivi sasa. Sasa pale ni Mbweni, lakini unakumbuka pale ni Mbweni. Unakumbuka pia pale ni Mbweni. Unakumbuka ni pia nyumbani kwa Simba na JKT.
Na kule New Amani ni nyumbani kwa Yanga. Unakumbuka hata mechi ya kwanza ilikuwaje? Mimi nataka kusema hivi, pale mechi ya kwanza Simba walituhumu kwamba kuna matobo kwenye vyumba vya kubadilishia. Zilikuwa ni propaganda, tuna siasa. Mbona wenye uwanja walikuja, wao walikuja wakatoa maelezo kwa nini wale matobo yapo. Yaani wewe unafikiri kwamba Yanga atoke huko achukue drill? Yaani Yanga basi kama ni kweli Yanga walitoboa wale matobo, hakuna timu yote ambayo itaweza Yanga kwenye kitu chote katika ardhi ya Tanzania. Na wala viongozi wa mpira hawawezi Yanga. Kama ni Yanga walitoboa wale matobo. Kwa sababu yale matobo inabidi uwe na beat isiyopungua inchi 16. Utumie umeme wa uwanja, udrill, utoboe matobo. Wenye uwanja wanakuangalia. Wewe ni giant kiasi gani? Kwa hiyo ni propaganda tu. Mimi nadhani ni propaganda za kitoto nasema. Kwa hiyo inawezekana Meja General Samuyo, hata Meja Samuyo ile harufu. Meja General Samuyo. Alafu unajua haya mambo haya bwana. Nakumbuka kipindi cha nyuma Simba alimpelekaga Enyimba CCM Kirumba, kama unakumbuka. Enyimba alikataa kubadilisha nguo kwenye vyumba vya wachezaji, sio? Kwa nini? Kwa sababu kila wakitaka kwenda kuna mama yuko mbele yao anawaongoza ambao hawamjui. Wakaona hii jambo haliwezekani, wakapigwa moja bila. Simba wakapindua meli wakaenda Nigeria. Mtafute mwana Simba yote akwambie Simba alikula gongo ngapi kule. Mkono ulisimama. Mkono kama ile moja hawakushinda kwa uwezo wao. Na uzuri moja ni kwamba waandishi mna akili kubwa, mnaweza kujiongeza na huwa mnatoa matamshi yenyewe wenyewe. Sasa turudi Mbweni. Kama leo hii Yanga anakwenda Mbweni, unajua ile nyumba kwanza haiwezi kuwa nyumba ya mtu mdogo, yaani mtu ambaye ni maskini ama mtu ambaye ni daraja la chini. Na juzi tumefika Turube wametoa. Ndio nakwambiaje? Haiwezi kuwa nyumba ya mtu wa hali ya chini. Hilo la kwanza utakao ulielewe. Alafu haiko mbali na kambi ya jeshi. Yaani ukitoka katika uwanja wa Meja General Samuyo ama ukiwa ndani ya ukiwa kutoka kwenye dressing room, kwenye ile tunnel ya kuingia uwanjani, ile nyumba unayoona ile pale, unavuka barabara. Ni mita 10 kutokea barabarani. Kwa nini Yanga waliamua kufanya hawa waliowafanya? Na walifanya hao maamuzi lini? Unataka kuniambia ile nyumba Yanga waliipata siku ile mchezo? Hapana. Simba kipindi hichi hamwezi Yanga ndani ya uwanja wala hamwezi Yanga nje ya uwanja kwenye maandalizi. Na Yanga ameprove baada ya kupata, yani kama Simba ana fitna, basi fitna za Yanga ziko level ya juu. Ndio maana kitotokea ndani ya mtaa wako, kwa sababu ule mtaa si ni wa Simba na JKT na kule Simbweni. Kwa hiyo mmiliki wa ule mtaa pale ni Simba na JKT. Kama ulishindwa kung'amua kwamba kuna msaliti mtaani kwako, mwanaume akaja akapata changing room ya kisasa kabisa, jumba la kifahari, akaingia na kutoka na kuingia uwanjani, ninasubiri kuona TFF na bodi ya ligi itawafanya nini Yanga. Kwa sababu naamini mpaka wameenda kule watakuwa na sababu. Lakini pia tukumbushane hapa, Al Ahly alishawahi kukataa kubadilisha nguo kwenye vyumba vya wachezaji, na akaenda na makamisa wakawasikiliza konsani zao, wakaingia kwenye vyumba, wakaamini kwamba mlichokisema kiko sahihi, na wakawapa eneo lingine la kubadilishia nguo. Yanga hawakutaka kupewa eneo lingine, walikuwa wameshaandaa njia mbadala. Ndio maana waliingia ndani, walivyotoka Simba walivyoingia, wao wakatoka, wakaenda kwenye jumba la kifalme, wakaishi kama wako Ulaya, na baada hapo kurudi uwanjani wakacheza, kwa sababu mwisho siku fanya yote unayofanya ili upate pointi 3. Nilimwambiaga mtu mmoja, kama Simba amepeleka dabi ya Kariakoo Meja Jenerali Samuyo, hakikisha anapata pointi 3. Kinyume na hapo hatakuwa anapoteza muda. Ila kama ana uhakika anapata pointi 3, nadhani niliwaambiaga hiyo kauli. Lakini nikwambia nina mashaka 70% kama Simba ataweza kupata pointi 3 Meja Jenerali Samuyo. Nini kimetokea? Na tukasema uwanja ni mbovu. Tukaongea vitu vingi sana. Na watu wakatukana sana. Mbona Simba ameukimbia uwanja wake, alikuwa anasifia ni mzuri? Sasa niwape kazi. Kachukueni ile content ya Ahmed Ally akiusifia uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, sawa sawa,
jinsi ulivyokuwa mzuri wa kisasa kabisa na dabi inaweza kuchezwa, alafu andikeni pale neno few moment later, alafu muonyesheni sasa hivi akitupa sababu kwa nini wametoka Meja Jenerali Samuyo sasa hivi wako KMC.